Mimi Mjimba Faustin ambaye ni mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni ya ScanCode. ScanCode ni kampuni ambayo ina deal na mifumo mbalimbali ya traceability, yani ya ufuatiliaji, ambayo huwa inaenda sambamba na utengenezaji wa AIs, yani mifumo ya akili tunde au akili mnemba. Leo hii tuko hapa kwenye kongamano la Africa, linaitwa Africa Premier AI Conference, ambayo imeunganisha wadau wakubwa wengi wa serikalini. Taasisi nyingi za serikali ziko hapa, ikiwemo NHIF, ikiwemo TPA, mamlaka bandari, ikiwemo TAA, mamlaka viwanja vya ndege, na taasisi nyingi tu za serikali kwa hapa kwa ajili ya kushape policies, yani sera zetu za ndani ziweze kuendana na mazingira yetu ya Tanzania katika matumizi sahihi ya AI kwa maana ya akili unde. Hii yote ni jitihada zinazofanywa na wabunifu wa Tanzania kwa kushirikiana na wabunifu wengine walioko katika nchi za Afrika, lakini pia tumeshirikiana na wabunifu wa nchi zilizoendelea kama Marekani kuhakikisha kwamba tunapata knowledge, wa Tanzania wanapata knowledge, wanaweza kutengeneza AI ambazo zitaweza kusaidia kuswitch mazingira ya Kitanzania kwa ajili ya kukuza uchumi wetu wa Tanzania. Lakini hii inasaidia pia taifa letu kuendelea kuchagiza uchumi wa kidijitali, kuhakikisha kwamba teknolojia ya AI haituachi nyuma, lakini si kwa kutegemea AI za nje, ila ni kwa kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuja tunatengeneza AI zetu wenyewe zitakazosaidia kuboresha utendaji kazi na kuongeza productivity katika mazingira yetu ya kazi. Kwa hiyo kongamano hili limekuwa na tija kubwa, kwa maana kwamba tumeweza kushare knowledge na tumeweza kuwezeshana kwa namna ambavyo tunatakiwa kushirikiana kama nchi na hatimaye tuweze kusongesha taifa letu kimaendeleo zaidi. Kwa majina naitwa Elia Kimishaga, ni Business Development Manager kutoka DAA Technohama Business Incubator, ambayo ni kampuni tanzu iliyoanzishwa na Tume ya Sayansi COSTECH mwaka 2011 kwa ajili ya kusaidia uendelezaji na ukuzaji wa kampuni changa zinazoanzishwa Tanzania, hasa zinazojikita kwenye tehama. Na tangia mwaka 2011 tumeshaweza kusapoti kampuni takribani 109 na zilizofanikiwa kuingia sokoni na kukua ni 49, lakini pia tunaendelea kusapoti wale wanaokuja na mawazo ya ubunifu wasiopungua 46 mpaka sasa. Na lengo letu kubwa ni kuhakikisha tunaifanya Tanzania iweze kujitegemea kiuchumi, hasa katika mifumo ya tehama. Na moja ya makampuni makubwa ambayo tumeshawasapoti nchini ni ScanCode, ambayo inafanya kazi na makampuni makubwa nchini na duniani pia kama Coca-Cola na kadhalika. Lakini lengo letu kubwa hasa ni kuhakikisha tunafungua nyanja za utumiaji wa mifumo hii tunasema akili unde na mifumo ya tehama, kuhakikisha nchi inafunguka kidijitali na pia kutengeneza ajira zaidi. I'll tell you that previously it would take us, I'll give an example within the statistics department where I am. It would take us like 2 months or more to collect data from the field, to do the analysis and produce the reports at the end of the day. And these reports would even be aggregated reports. Right now, with the use of AI, as we collect data from the field, we are putting it into our systems, the analysis is happening, and like within a week, you're able to get a report. Apart from getting that report in time, you're also able to get the reports to the granular level. Before, you would get an aggregated that maybe this number of females or this area has this kind of economic activity. Now you can get down to the individuals. If I give an example of trade statistics, which comes from the Revenue Administration, previously our reports would take a longer time, but now we are applying AI. As these reports come in, our tools that we have developed clean the report, and we are able to produce dashboards
that whoever is using, including the governor, can go down right up to the individual that imported this by individual, by country that it has gone. Of course, when I say individual, we are also looking at personal privacy. Yeah, so they'll be able to see maybe the number of individuals, but not a particular name. We are masking all that because of the personal privacy. But yes, AI, we have seen the benefits of AI, and we believe there will be so many more benefits as we apply it. Jambo. Hatujambo. Kwa jina naitwa Harun Kiatich, Director wa ICT kutoka idara ya Agriculture kule Kenya. Nafurahi kuwa hapa. Experience so far is so good. It's an eye-opener for majority of us. In Kenya, we've adopted the use of AI so much, and I think what we are learning here is an addition of what we are already doing in Kenya. Yes. We want to personally thank the organizers for inviting us to this forum, because definitely it will enhance our knowledge of the use of AI, how to adopt AI generally in provision of our service to our citizens. Already we are implementing the adoption of the use of AI, particularly in support for farmers. We are doing registration of farmers. We've actually done registration of farmers to the tune of 7 million farmers, and we are supporting them in various inputs, like even fertilizer. The government has subsidized fertilizer, and we have to trace where the fertilizers have been taken to, the farmers who benefit from the fertilizers that have been subsidized by the government. We are in the process of enhancing that kind of service to ensure that we are even able to know to the last point whereby the fertilizers ending, and probably we'll be adopting the use of IoTs to make sure that we track all the inputs that we provide. The use of ICT is in the process of coming up with the frameworks and policies that touches on artificial intelligence.